Nimekuja hapa kama senator wa Kirinyaga, Senator Murango, ambao kwa mujibu wa Nduale utakuwa ni fisi ambao amechaguliwa eneo la Kirinyaga kuwakilisha fisi ambao wako Kirinyaga. Na nimekuja hapa ili kumpa wosia. Na sana sana huwa sitaki kujibu watu kama Nduale, kwa sababu ukipigwa teke na punda na wewe upige teke punda, nyote ni punda. Lakini kwa mujibu na kwa sababu ya wale ambao nawakilisha, leo nitakuwa punda kwa sababu nataka nimjimbe. Nataka nimwambie Nduale, najua ni ngumu sana kupata jino lililo kamili katika mdomo ambao umeoza. Ada Nduale amekuwa na tabia ya kutusi watu. Hana heshima na watu wengine. Ana kiburi na amefura kichwa kwa sababu ya Rais William Samoei Ruto. Niseme ya kwanza, kwa sababu nimesema hapo awali kwamba ukijifanya kuwa mfupa huwezi kulalamika kwamba fisi wanakugombania. Na kwa hivyo mimi nimeamua kuwa fisi na tunataka sasa tugombanie ili uwe na heshima hapo mbeleni. Na ujue ya kwamba usione tukiwa tulivu ufikirie sisi ni wanjinga. Tumekunyoshea vidole vya salamu, lakini ujue hivyo vidole ndo tunaweza kuja zikawa na vikawa ngumi ya kumenyana na wewe. Aden Nduale, wewe unaishi Kiambu. Kiambu ni eneo la mlima kwa jamii ambao unaita fisi. Sijaelewa kwa nini ulihama basi katika makazi maalum ya binadamu ukahamia kwenye mbuga la wanyama la Mlima Kenya ambao fisi wanaishi na kuja kuishi na wao. Na nakuuliza, huogopi kuumwa na kung'atwa na hao fisi ambao unaishi na wao? Na jambo la pili, kiburi ulioko nacho cha kutusi jamii ya Wakikuyu na jamii ya mlima umekitoa wapi? Kwa sababu sijasikia Rais William Samoei Ruto akiongea kuhusu haya maneno. Na tukijua ya kwamba hao afisi ndio walimfanya Rais William Samoei Ruto kuwa rais. Lakini ningemwambia rais ya kwamba unaweza jifanya usikii, lakini nyumba yako inapochomeka si vizuri kuanza kufukuzana na panya. Ni vizuri kwanza uzime moto ambao unachoma nyumba yako. Na sisi tumeamua kuwa fisi kwa sababu heri tuwe fisi anayeogopewa kuliko kuwa punda anayepandwa na kila mtu. Sisi tuna hadhi yetu na tuko na heshima yetu. Na kama kwamba mlikasirishwa sana na uchaguzi wa Olkalau, ni kwa sababu tumekuwa tukiongea kwa muda. Na unajua kuna muda wa kumbweka na muda wa kuuma. Hawa fisi waliamua kuuma kule Olkalau ili tuweze kumpatia funzo. Nyinyi mjue ya kwamba sisi sio watu tu, lakini ni watu ambao tunataka tupewe heshima zetu. Ningetaka niseme ya kwamba kwa muda tumekuwa tukivumilia na kuwavumilia wengi wa serikali ambao wanapiara na kuongea maneno yasiyokuwa na haya. Lakini sasa tumekuja kujua kwamba nyani, tukiponya nyani meno ambayo yanauma ama jino, shamba letu ndio linaumia la mahindi. Na kwa hivyo tumeamua kutenda haki na kufanya tuliyowafanya juzi. Ningetaka niseme ya kwamba kutusi unaweza kuwatusi, na sio Wasomali wote ni wambaya. Kwa sababu unajua mihogo maganda huwa yanafanana lakini ladha inakuwa ni tofauti. Lakini pia usije ukaweka jamii wa Somali katika njia panda kwa kupiara na kuongea maneno yasiyokuwa na msingi. Usifanye kwamba Wasomali na Wakikuyu ni mahasimu. Mimi niko na rafiki wengi sana kutoka maeneo ya kaskazini mwa nchi ambao tunaheshimia, tunafanya kazi kwa pamoja. Usisahau kwamba Bwana Nduale, wakati watoto wauliwa katika Garissa, katika shule Garissa chuoni, wewe ndio ulikuwa kwanza kusema kwamba unajua wafadhili ni akina nani, na tutakuja kuwataja na wenye walifanya hiyo maneno. Hatukujua kwamba wewe ulichukulia wale watoto waliouliwa tu ni watoto wa fisi. Nataka nikwambie kwamba labda sisi na wale watoto waliouliwa pale
uliwachukulia tu kama ni watoto wa fisi, na kwa hivyo uhai wa fisi hauna maana yote machoni mwa Nduale. Lakini kama sisi viongozi ambao tunawaongoza wale fisi, tuko na dhamani kubwa sana na uhai wa wale watoto, na tukutarajia kwamba matendo uliofanywa mazuri na Uhuru Kenyatta kufanya kiongozi wa wengi katika mbuga la kitaifa, ungegeuka na kuona ya kwamba sisi hatufai. Bwana Nduale, nataka nikwambie kwamba pia aliyetupa sisi kumbi tukalie ndo aliyekupa wewe kiti. Kwa hivyo uache majivuno, uache maringo na uache kupiara, kwa sababu unapoendelea kupiara ndo unaharibia mwenye unasema kwamba unatafutia kura. Nikikumbuka vizuri ni kwamba uliopewa jukumu la kutafuta kura ulimletea Rais Ruto kura 7,000 peke yake, na hao unaita fisi walitoa zaidi ya kura milioni 3. Sasa hivi hao mafisi wako na kura zaidi ya milioni 7. Na wale mawaziri ambao wanaketi katika baraza la mawaziri, ningetaka kuambia kwamba mnatushusha hadhi sisi jamii kutoka mlima. Nashindwa Bwana Kabogo, Bwana Mutahi Kagwe, Bwana Lee Kenyajui, Bwana Rebecca Meano na wengine, mnajihisi kivipi wakati mmekaa kikao ambacho kinajadiliwa masuala muhimu, lakini mwenzenu ambaye pia ni waziri kama nyinyi anamuona kama fisi, anamuona amfai? Mnajisikiza kivipi? Wale wanaounga mkono serikali ya William Samoei Ruto, na mmesikia venye Nduale amesema na haja kosolewa na rais, nataka nimuulize nyinyi wenyewe, wakati mnakuja kumtetea na kuongea juu ya kuunga mkono serikali ambayo ipo kwa sasa, mnajisikiaje wakati wale mnaoenda kuomba kura wanaitwa fisi na wana dhamani kwenye hii serikali ambayo tulioko nayo? Kwa hivyo Bwana Rais William Samoei Ruto, hapa uko na jukumu ya kuamua kama yaliyosemwa na Nduale ndio vile unafikiria, kwa sababu kumkosoa kwamba kama jamii ya fisi, jamii ya mlima ya fisi uko na haja nayo, una jukumu ya kuonyesha hadhi na heshima kwa kuondoa mwenye anawaita fisi. Lakini kama uko na haja na mwenye anaita jamii ya mlima fisi, pia uko na nafasi ya kuachana na watu wa mlima, uendelee basi kukaa na huyu ambaye anaita jamii ya mlima fisi. Na kwa sababu sisi hatuwezi kufanya hilo, wewe ndio unaweza kufanya hilo. Uamuzi ni wako, lakini utakayoyasema tutakuwa ambao tunayasikiza. Lakini kama nilivyosema, fisi wanangojea kung'ata na kuuma mwaka ujao, kwa sababu jia kuondoa Nduale ambaye utamuhifadhi ni kukuondoa wewe usiwe na nafasi ya kumteua tena kama waziri, kwa sababu ametukosea heshima na ametutusi.